aliyefadhilisha miezi na masiku miongoni mwa miezi ambayo Allah tabaraka wa taala ameitukuza na kuifanya kuwa bora ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akaufanya mwezi huyu mchana wake ni ibada na usiku wake ni ibada. Ibada ya mchana Muislamu anashinda na swaumu, na ibada ya usiku Muislamu anasimama akijikurubisha na kutafuta radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakubali kwa moyo tukitamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Hana mshirika wala msaidizi katika ufalme wake, mwenye kuwalipa wanaoswaumu malipo yaliyokuwa mazuri na kuwaandalia sehemu ya VIP katika pepo yake kama malipo ya ibada zao za swaumu. Na pia tunakubali ya kwamba Muhammad ibn Abdillah ni mja wake na ni mtume wake. Tunaziomba sala na salamu na kheri na baraka zizagae maeneo matukufu, maeneo ambayo kalazwa kipenzi chetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad, pamoja na watu wa nyumbani kwake na sahaba zake na Waislamu watakaoshikamana na mwenendo wake kwa wema hadi siku hiyo ya malipo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala nasi atuweke miongoni mwa hao. Waheshimiwa Waislamu, ukishikamana na mambo mane haya, mambo mane shikamana nayo, ni katika mambo ambayo atakuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mane ni mambo ambayo Mtume, rehma na amani za Allah zimwendee, maneno ya mwanzo kabisa kuyazungumza alipofungua mji wa Madina. Haya mambo mane shikamana nayo. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika katika mji wa Madina aliwaambia, ayuhan nasu, enyi watu. Walikuwa wamekusanyika maswahaba wa Makka na wa Madina. Mtume anazungumza maneno haya mbele ya kikosi cha maswahaba wa Madina na wa Makka. Anasema, enyi watu, afshu salama bainakum, toleaneni salamu baina yenu. Ukikutana na mwenzako mpe salamu. Katika hadithi nyingine Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, haqqul muslimi ala almuslimi sittun, haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenzake ni sita. Akataja wa dhakara minha, akataja miongoni mwa hizo haki, fa idha laqitahu fasallim alayhi, utapokutana naye basi msalimie. Ukikutana na ndugu yako Muislamu unafanya nini? Unampa salamu. Hili jambo limepotea kwa baadhi ya Waislamu. Ndugu yako umekutana naye, mpe salamu, kwa kuwa salamu ni maamkizi ambayo tumeamrishwa na Allah tuamkiane. Kwa kuwa salamu ni maamkizi ya watu wa peponi. Kwa kuwa salamu inaondoa chuki na roho za kwa nini za kuwekeana pazia ile salamu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia maswahaba, awala adullukum ala shay'in, je, ni kuelekezeni jambo ambalo na nikwambieni jambo ambalo ikiwa mtashikamana nalo sawa sawa. Afshu salama awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, ikiwa mtashikamana hilo jambo mtapendana. Kwa kweli jambo hili linaondoa nuksi kabisa, linaondoa chuki. Mtume anawaelekeza maswahaba washikamane na kutoleana nini? Salamu baina yenu. Isiwi salamu za mjuano, unamjua yule ndio unampa salamu. Hizi ni katika alama za mwisho wa nini? Wa kiyama. Kwa kuwa alama za mwisho za kabla ya kutokea kiyama itakuwa salamu za nini? Za mjuano. Ikaja katika hadithi nyingine, maana yake ni kumpa salamu yule unayemjua na yule usifanya nini? Usiyemjua. Kwa hiyo ni katika jambo lililokuwa muhimu sana. Wako Waislamu wawili wananuniana, wamama wawili wanapita wamenuniana, hata salamu hawatoleani, kila mmoja kwa wewe niaje ndugu yangu,
toleana hata salamu. Utafikiri sio nini, utafikiri sio Waislamu kwa kisi wanafununiana. Mwanzana baba amenuna kabisa, yuko na saka meno yake. Mwanaume anunaki, mwanaume sifa yake ni kukasirika. Hiyo ni sifa ya wakina mama, sio kina baba. Baadhi ya kina baba ni mtihani. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza litakalo kuingiza peponi. Jambo la kwanza nini Waislamu? Salamu, kupeana salamu. Jitahidi unapompa mwenzako salamu, ni malipo. Utakuwa nampa mimi kila siku, mpe, kwa sababu kila ukimpa unaandikisha malipo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiitoa yote kamili, sawabu 30. Ukitoa vipande viwili, sawabu 20. Ukitoa kipande kimoja, sawabu 10. Kumbe jitahidi unapokutana na ndugu yako umpe nini? Umpe salamu. Jambo la pili ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia maswahaba wa Madina, wa at'imu ta'ama, na kirimianeni chakula, muwe na sifa ya kulishizana chakula. Unamkaribisha ndugu yako, karibu tuchangie bana futari ya leo. Sio zile futari za chumbani, leo futari za leo ni za chumbani. Na kama jirani yako akujaliwa, ndo anakaa sasa wanamkoneka. Unaona leo hapa kwa katamba mbula, nakwambia leo ni hatari leo. Kwa fulani kule ni mtihani. Maana yake walikuwa wazee wetu mashallah, Mwenyezi Mungu awalaze mahala pema kwa ambapo walipo. Mwenyezi Mungu awaondolee adhabu za kabri. Walikuwa wazee wenye roho za nini? Za ukarimu. Walikuwa natandika majamvi barabarani. Manake mtu alikuwa akiingia katika mji wa Buyenzi hatati tabu ya nini? Ya futari. Manake futari poti ukipita unaitwa tu. Lakini leo haya hayapo. Futari za leo ni za ndani ndani, watu wanajificha. Na kuna wakati mwenzako ndo hali ni ngumu, unashindwa hata kumtizama jicho la nini? Jicho la huruma. Tutazame ndugu zangu Waislamu, wa at'imu ta'ama, na kukirimiana nini? Chakula, kulishizana chakula. Akasema al-Imamu Shafi'i, Mwenyezi Mungu amrehemu, akasema uhibbu lirrajuli ziyadata biljudi fi shahri Ramadhan, nampenda mtu anayezidisha ukarimu sana katika mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhan. Iktidaan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, kwa kumuiga na kumfuata nani? Mtume, rehma na amani za Allah zimwendee. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, alikuwa mkarimu sana anapoingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mtume alikuwa mkarimu, akitoa sana. Alikuwa mtu akija kumuomba hamwambii hapana, hakatai, isipokuwa alikataa mara moja tu ndani ya swala, kwenye shahada ndo amekataa. Ama katika mambo mengine Mtume hakuwahi kufanya nini? Hakuwahi kukataa. Ulikuwa akija kimbilia shida, kama anacho anafanya nini? Anakupa. Ndo Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sifa ya Waislamu kukirimiana chakula, kumtazama mwenzako hali ni duli, wewe Allah amekufungulia, changia naye kile kidogo ambacho Allah alichofanya nini? Alichokujalia. Kwa kuwa mwezi huu wa Ramadhani, fa huwa shahrul karam, ni mwezi wa watu kukirimiana. Wa huwa shahrul jud, ni mwezi wa watu kuwa wakarimu, ni mwezi wa ukarimu. Wa huwa shahrul ata, na vile vile ni mwezi wa kuzawadiana. Ibana chukua, atachangia na watoto maharagi, kasukari. Siku zinaondoka, lakini kuna baadhi ya watu Allah anawafungulia, lakini hawataki kuwatazama ndugu zao. Mtazame ndugu yako, bwana mkubwa, bwana mdogo, shangazi yako, wakumbuke ndo mwezi huu. Kama wazazi wako wakumbuke, bana kafutari yako nimeagiza, niombeeni dua inshallah. Kafutari kwa siku hata 2 siku 3 unawaagizia wazazi. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana, limepotea, wasilul arhama, na ungeni kindugu chenu. Kuna watu wa ndugu, subhanallah, hizi parsela za urisi